Nyerere alikuwa mwanaharakati, hakuwa mwanaharakati? Amani Karume alikuwa mwanaharakati, hakuwa mwanaharakati? Na hawa ndio mababa wa taifa letu. Tunaanzaje kushetanisha wanaharakati wakati taifa letu limejengwa na wanaharakati? Kupata kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta baadhi ya faida kama zipi au madhara ya kiasi gani katika mwananchi wa kawaida. Msikilizaji, baadhi ya taarifa ambazo ninazipokea leo ni kutoka kwa Askofu Bagonza ambaye ameweza kuzungumza kutokana na matamshi ama ameweza kutoa majibu kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na kile ambacho ameonekana kukisema siku ya leo baada ya kuonekana kushetanisha wanaharakati nchini Tanzania, baada ya kuwataja wanaharakati kama watu ambao wanashiriki katika vitendo vya kigaidi, vitendo vya kubomoa taifa. Alivyoweza kuzungumza siku ya leo akiweza kusema kwamba kilichoshuhudiwa siku ya maandamano ni kitendo cha wanaharakati kuharibu nchi yao na ni kitendo cha wanaharakati kuonyesha nguvu zao za kigaidi katika kushiriki vitendo ambavyo wanahisi kwamba wao wanavifanya kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba taifa linastawi. Kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Lakini vitendo hivyo Samia amevitaja kama vitendo vya kigaidi. Msikilizaji, bila shaka tuweze kukumbuka kwamba maandamano yaliyokuwa yametangazwa Sabasaba yalikuwa ni kutokana na baadhi ya wanaharakati ambao walipendekeza kwamba kuwe na maandamano hayo kwa sababu ya kuweza kukumbuka ndugu, rafiki pamoja na familia za watu nchini Tanzania walioweza kuwapoteza wapendwa wao siku ya Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa hicho kikafanya kwamba wanaharakati hawa wakaitisha maandamano ama wakaitenga siku hii ya Sabasaba kwa ajili ya kuweza kukumbuka watu hawa walioweza kuuawa siku ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa katika hotuba yake Samia Suluhu siku ya leo, msikilizaji, ameweza kutaja kitendo cha wanaharakati kuitenga siku hii ya Sabasaba kwa ajili ya maandamano ama kwa ajili ya kuweza kukumbuka mashujaa ambao waliweza kuuawa siku ya Oktoba 29, lakini pia kuwakumbuka wenzao ambao wameweza kutoweka ama kutekwa kwa lazima na kupotezwa kabisa, kuondolewa kwenye familia zao bila kujulikana hatima yao, kwamba je, wana uhai bado ama waliweza kuuawa, na je miili yao iko sehemu zipi na ni kipi kinaendelea kutokana na kupotea kwao na kupotea kwao huko. Ni kwa nini idara za ulinzi hazijaweza kutoa ripoti ama kufanya uchunguzi na kuwapa wananchi majibu ama kuzipa familia majibu kwamba watu hawa waliopotea wapo sehemu fulani fulani, ama watu waliohusika na utekaji huu wameshikiliwa sehemu fulani fulani na wametoa majibu ya ni kwa nini watu hawa waliweza kutekwa, ni kwa nini watu hawa waliweza kushikiliwa na ni kipi kinaweza kuendelea. Sasa msikilizaji, Askofu Bagonza
akiweza kujibu baadhi ya matamshi ya Rais Samia Suluhu Hassan, hayo ya kuweza kutaja kitendo cha wanaharakati kutengeneza mbinu za kuwapa watu nafasi ya kupata kuwakumbuka wenzao waliweza kupotea ama waliweza kutekwa, waliweza kuuawa kutokana na uongozi mbaya nchini Tanzania. Ameweza kuwakumbusha kwamba Tanzania imejengwa kwa misingi ya wanaharakati, akiweza kuwataja baadhi ya viongozi mashuhuri waliotangulia kuiongoza Tanzania kama viongozi walioanza na misingi ya wanaharakati, huku akitaja wanaharakati kama njia moja ya kuhakikisha kwamba taifa linastawi, kwa sababu bila wanaharakati au bila watu wanaozungumzia maovu ambayo serikali inayatekeleza, inakuwa mara mingi ni vigumu sana kuwa na mtu wa kuitoa sauti ya tatu ama kuzungumza kinyume ama kuizungumzia serikali kuhusu maovu ambayo yanashuhudiwa, kuhusu vikwazo ambavyo wanavipitia wananchi, kwa sababu bila watu kama hawa sauti ya wananchi inakuwa ni ngumu kuweza kusikika. Lakini pia inakuwa kwamba kukaweza kutokea viongozi ambao wanataka kuongoza kimabavu ama wanataka kufanya vitendo ambavyo wanahisi kwamba ni vyema kwao, lakini hawataki kushuhudia kile ambacho wananchi wanakitaka, inakuwa ni vigumu kupata kusikika. Na katika hali kama hiyo, mara mingi unapata kwamba wananchi wanaishia kuteswa na viongozi kama hawa, na kwa sababu hiyo inakuwa ni jambo la maana sana kwa uwepo wa wanaharakati, kwa sababu wanaharakati hawa wanahakikisha kwamba wameipasa sauti na wamezungumza kwa serikali kile ambacho wanahisi kwamba hakijaweza kutendeka vyema, hakijaweza kufanyika kinavyostahiki. Na ndio maana Askofu Bagonza, msikilizaji, akizungumza siku ya leo, ametaja kitendo cha Rais Samia Suluhu kugaidisha ama kutaja vitendo vya wanaharakati kama vitendo vya kigaidi kuwa ni mwongozo mbaya kwa wananchi na kwa taifa kwa jumla, kwa sababu wanaharakati upo na umekuwepo nchini Tanzania kutoka siku za mwanzoni. Msikilizaji, Askofu Bagonza ameweza kutoa mfano wa Amani Karume ambaye ni kiongozi ambaye alikuwepo na aliongoza nchi kwa uwezo wa kutumia nguvu za wanaharakati, sawasawa na Rais Nyerere. Alikuwa ni mwanaharakati, na katika misingi hiyo ya wanaharakati ndo walihakikisha kwamba taifa limeelekea ama limechukua usukani ambao unaliongoza sehemu ambayo ni salama kwa wananchi kuendelea kuwepo. Kwa hivyo kitendo cha kushetanisha wanaharakati na kuwataja kama watu ambao wanaleta vitendo vya kigaidi inakuwa ni kuvunja uhalisia wa demokrasia nchini Tanzania, kwa sababu kila mtu ana uwezo ama amepewa nafasi na katiba ya nchi ya Tanzania kuweza kutoa maoni kuhusu swala lolote, na ikiwa kuna maovu ambayo yanashuhudiwa, inawapa wanaharakati nafasi ya kupata kuzungumzia masuala kama hayo ili kuhakikisha kwamba sauti za wananchi zinapata kusikilizwa. Maana bila kupaswa sauti kama hizo, serikali itaendelea kuwakandamiza wananchi na kuendelea kutoa miongozo ambayo bila shaka inawaumiza na inakandamisha maisha ya wananchi. Swala la mafuta kwa mfano limekuwa ni swala ambalo limesumbua na limeleta taharuki katika siku za hivi punde, na ni swala ambalo serikali haijaonekana kulichukulia serious, kwa sababu hakuja kuwa na mtu ambaye analizungumzia. Ndio maana uliona umoja wa madereva walisema kwamba sisi ikiwa tutaruhusiwa, tunahisi kuyaweka magari yetu barabarani siku ya Sabasaba
tuyaache pale, kisha tukaandamane kwa amani ili kuweza kuhakikisha kwamba tumeshiriki maandamano ya kuonyesha serikali kwamba hatujaridhishwa na kitendo cha kuongeza mafuta au kusuasua kwa bei ya mafuta, kwa sababu kinaleta swala hilo linahakikisha kwamba madereva wanakosa kukadiria ama kupata faida, kwa sababu gharama ya maisha inazidi kupanda siku hadi nyingine, kwa sababu inakuwa kwamba bei ya mafuta inavyopanda, nauli zinapanda na kila kitu kinapanda, kwa sababu mafuta yanakuwa kama ndo yanashughulika katika mambo mengi ya kuhakikisha kwamba ekonomia ya nchi inaweza kuendelea. Msikilizaji, unaweza kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia tunakukaribisha uendelee kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kujifahamisha kuhusu kinachotokea. Lakini unaweza kutuambia kwamba je, maoni ya Askofu Bagonza kuhusu msimamo huu ama mustakabali wa Samia Suluhu kwamba wanaharakati anawataja kama magaidi, unaweza kusema kipi kuhusu matamshi hayo ya Samia Suluhu Hassan, msikilizaji, na kuhusu maoni yake Askofu Bagonza? Achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia endelea kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kufahamu kinachotokea nchini Tanzania.